Tuliwaita leo, tuna jambo letu mahususi. Tulioko mbele ni mawakili wa mahakama kuu na mahakama za chini yake, isipokuwa mahakama ya mwanzo, ambao leo tuna jambo la kueleza waandishi na mkawaambie wa Tanzania. Tulioko mbele hapa, mimi nazungumza, naitwa Maduhu, wakili Maduhu William, wakili wa mahakama kuu, na mkono wangu wa kushoto ninaye wakili Dickson Matata, naye ni wakili wa mahakama kuu. Ninaye wakili Doris, ninaye wakili Paul Kisabo, wakili wa mahakama kuu. Ninaye wakili Catherine Michael, naye ni wakili wa mahakama kuu. Sisi wote hapa ni wanachama wa TLS. Sasa tumeona kwamba leo ndugu zetu waandishi ambao tuwaite, tutakuwa wasemaji takriban watatu. Nitaanza mimi, atakuja Paul Kisabo. Tutafika hatua ya kujibu maswali. Sasa tutamwachia wakili mwenzetu Matata aweze kujibu maswali yenu. Kwa hiyo tutaanza kuzungumza. Baada hapo, tukishamaliza sasa, tutapa nafasi mtu hoji maswali ambao mngependa kutuuliza. Taarifa kwa vyombo vya habari: mwenendo wa mashauri ya kijinai yanayoendelea kufunguliwa kote nchini na haki ya huduma za msaada wa kisheria. Ndugu wanahabari, sisi mawakili wa TLS tuko hapa kuongea nanyi hasa kuhusu mwenendo wa mashauri mbalimbali ya kijinai ambayo yameendelea kufunguliwa katika mikoa mbalimbali kote nchini, yakiwahusu wa Tanzania mbalimbali baada ya uchaguzi mkuu wa 29 Oktoba mwaka huu. Na kama nakumbuka ndugu, ni kwamba wanahabari, tarehe 7 ya mwezi huu wa Novemba tulianza kuona katika mikoa mbalimbali watuhumiwa wakifikishwa mahakamani, wengine kwa makosa ya uhaini, wengine makosa ya unyang'anyi wa kutumia silaha, wengine kwa makosa ya uharibifu wa mali, wengine kwa makosa ya kufanya fujo, na baadhi kwa makosa ya kula njama. Na mpaka sasa tumekaa sisi mawakili, tumefanya utafiti na tumebaini kwamba mpaka ninapozungumza, kwa maana ya leo, watuhumiwa mbalimbali katika mikoa ya Dar es Salaam, Dodoma, Iringa, Mara, Mwanza, Arusha, Njombe na Kilimanjaro na Kigoma wamefikishwa mahakamani. Na tutapata habari pia mchana huu kwamba baadhi pia wamefikishwa mahakama ya wilaya mkoa wa Mbeya masaa machache yaliyopita. Na watuhumiwa wengi, ndugu waandishi wa habari, ambao mpaka dakika wameshafikishwa mahakamani ni vijana wadogo kati ya miaka 19 mpaka 25. Ndugu wanahabari, baada ya mashauri hayo kuanza kufunguliwa, tulikaa na kufanya tathmini, ambapo tulibaini kuwa watuhumiwa walio wengi uelewa wa kisheria ni mdogo, na wengi hawana hata uwezo wa kulipia gharama za mawakili kwa ajili ya kuwakilishwa kwa mujibu wa ibara ya 13 ibara ndogo ya 6A ya Katiba Tanzania ya mwaka 77. Hivyo basi, sisi mawakili wa TLS tumeamua kujitolea kutoa msaada wa kisheria, ikiwemo kuwakilisha mahakamani watuhumiwa wote waliofikishwa mahakamani tangu tarehe 7 ya mwezi Novemba, ambao wataendelea kufikishwa mahakamani pia, na wale ambao wataendelea kufikishwa mahakamani siku hadi siku bila malipo na bila masharti yote. Kwa hiyo Watanzania wote ambao mpaka dakika wameshafikishwa mahakamani, tutawasaidia kuwatolea msaada wa kisheria, kuwakilisha mahakamani, kuwatembelea magerezani huko waliposegelea kwa hapa Dar es Salaam, na ambao wanaendelea kushiriki vituo vya polisi bila gharama yoyote na bila masharti yoyote, kwa sababu ni Watanzania.